watu waliouawa walikuwa na makosa gani, lakini haijaona nani aliyekuwa ameshika bunduki na kuwapiga wale ambao walikuwa wanafanya fujo, hata ukiizita fujo. Kwani ni tangu lini katika nchi hii hukumu ya anayefanya fujo ni kupigwa risasi? Hawa polisi wana mafunzo, ndio jeshi letu la kuzuia fujo. Wanayo mabomu ya machozi, wanazo risasi za plastiki, wana njia nyingi za kukabiliana na fujo. Watuambie ni wakati gani walilazimika kuanza kutumia silaha za moto Oktoba 29? Sisi tumeona tangu dakika ya kwanza silaha za moto zilitumika na mauaji makubwa yamefanyika kwenye nchi yetu. Tunamweleza Rais Samia, hatuwezi kuitoa nchi hapa ilipo kama hatutakubali ukweli ufahamike na watu waliohusika na mauaji ya raia waweze kuwajibishwa. Aliyekuwa waziri mkuu wa nchi hii na Jaji Warioba, tathmini yake alisema waliouawa tarehe 29 walikuwa wengi kuliko watu waliouawa kwenye vita vya Kagera. Mauaji yaliyofanyika yalisambaa kwa mujibu wa tume ya Jaji Chande kwenye mikoa 11. Maelezo ya Jaji Chande yanasema hawa waliokuwa wanafanya fujo walijiandaa, walifanya mazoezi kwenye mapori ya nchi hii. Jaji Chande anasema hawa waliokuwa wanafanya fujo walikuwa wanafanya mazoezi wengine kwenye maeneo mita 10 kutoka kwenye vituo vya polisi. Maneno haya yanasemwa IGP akiwepo. Maneno haya yanasema DGIS, mkurugenzi wa usalama wa taifa akiwepo. Maneno haya yanasemwa mkuu wa majeshi akiwepo, kwamba katika nchi hii kulikuwa na watu wanafanya mazoezi ya kufanya mauaji. Katika kipindi cha mwaka 2025 jeshi la polisi halikuona, watu wa usalama wa taifa hawakuona, jeshi letu la wananchi halikuona, na badala yake lilikuja kukabiliana na hao wahusika. Lakini nyote mnafahamu Rais Samia aliagiza majeshi haya kwamba huu ni mwaka wa uchaguzi, mkae kwa tahadhari. Swali muhimu ambalo tunataka lijibiwe, kama majeshi yetu yakiwa kwenye amri ya tahadhari ya amiri jeshi yalishindwa kuzuia watu wanaofanya mazoezi ya kufanya fujo maporini, watu wanaofanya mazoezi ya fujo mita 10 kutoka vituo vya polisi, tunajiuliza leo, baada ya taarifa ya Jaji Chande inayotoa ripoti ya mamia na maelfu ya Tanzania kuuawa, ni kwa nini IGP hajafukuzwa kwenye ofisi yake? Tunamweleza Rais Samia, ili kujitenga na mauaji haya, mkuu wa jeshi la polisi IGP Wambura anapaswa kufukuzwa ofisini. Ameshindwa kulinda usalama wa raia. Tunamweleza Rais Samia, mkurugenzi wa usalama wa taifa ambaye alishindwa kuona watu wakifanya maandalizi kwenye mapori ya kufanya fujo tarehe 29 kwa miezi kadhaa, kisha akaja kushuhudia watu wanauawa, na alishindwa kulinda uhai na usalama, anafanya nini ofisini? Tumesema mkurugenzi wa usalama wa taifa anapaswa kufukuzwa, ameshindwa kufanya kazi yake. Tumeeleza wazi mkuu wa majeshi CDF, ambaye katika nchi hii yeye akiwa na dhamana kuhakikisha kwamba mipaka ya nchi hii ni salama, taifa hili ni salama. Jaji Chande amesema katika kipindi hicho mapori ya nchi hii yalikuwa yanafanya training za fujo ambazo ziliwalazimisha polisi na majeshi yetu kutumia silaha za moto. Tunawalipa mishahara, hakuna kazi wanayofanya, wameshindwa kulinda taifa. Wamefanya nini? Kama leo IGP mita 10 kutoka kwenye vituo vyake vya polisi watu wanapanga mpango wa kufanya fujo na polisi hawaoni, huyo IGP ana kazi gani ofisini? Lakini tunao wakuu wa mikoa, tumeambiwa mikoa 11 hapa nchini fujo zilifanyika. Wakuu wa mikoa ndio wenye viti wa kamati za ulinzi na usalama. Waliwezaje kuruhusu mamia na maelfu ya Watanzania wapigwe risasi wakati wao
wanao wajibu wa kulinda raia.